Dunia hii leo imeadhimisha siku ya kimataifa ya wazazi. Wengi wanafahamu ya kwamba wazazi ni moja ya nguzo muhimu kwenye malezi. Lakini hali ya mambo kwa sasa inaanza kuonekana ikibadilika. Wazazi wengi, jukumu la malezi ni kama limewaelemea. Na wale ambao wanazalishwa kutoka kwenye taasisi hiyo ambayo ni familia wameonekana si wale ambao jamii iliwatarajia kwa kiwango kikubwa. Kwa nini hali imeanza kuwa hivi? Ndio swali ambalo limeendelea kuumiza vichwa vya wengi, nyakati ambazo wazazi wengi tunaambiwa ni wasomi ambao wamepata elimu wakaelimika, lakini wao wenyewe wameshindwa kutafsiri maarifa hayo katika malezi yao. Hili linakuja siku ambayo pia bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imewasilishwa pale bungeni Dodoma. Lakini eneo la malezi na lenyewe halikusahaulika, kwani hata michango ya wabunge ilionekana kulenga eneo hilo na kutaka kwamba idhibitiwe hali hii, kwa sababu kunaonekana kuna mmomonyoko wa maadili. Ndivyo ambavyo nakualika kwenye uchanganuzi kwa siku hii ya leo ya kwanza ama tarehe mosi ya mwezi Juni, tukiwa kwamba sasa tunaelekea kugawa mwaka 2026. Naitwa Nurdin Selemani. Studio tumemwalika Hilda Mgaji ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya malezi. Karibu sana. Asante sana. Kwema? Kwema kabisa. Mambo yanakwenda? Mambo yanakwenda. Ndio. Watu wengi wanajiuliza kulikoni, kwa sasa malezi ya watoto yanaonekana kutetereka katika hali ambayo wengi waliamini, wazazi wengi ni wasomi, haikupaswa kuwa hivi. Ni kweli, na niseme tu kwamba kuna mahali ambapo tumekwama sisi kama walezi, kwa sababu jinsi ambavyo mtu anazidi kuwa msomi, mara nyingi ndivyo ambavyo anaendelea kuwa na tabia sumu zile ambazo zinaathiri malezi ya watoto. Kwa mfano, wasomi wengi kwa mfano wana ile hali ya kutokujali, anaamini kabisa kwamba kwa sababu kuna kila kitu ambacho kinahitajika, basi mimi sina umuhimu wa kuwepo kwenye maisha ya mtoto, kwa sababu kama labda ana simu, ana chakula, ana nyumba nzuri, ana nini, kwa uwepo wangu sio muhimu. Lakini pia kuna ile dhana kwamba kwa sababu mimi ni msomi, niko bize, basi naweza kutumia simu nikawa nalea watoto na nikawa tu mlezi mzuri. Shida si ni kuongea nao, nitaongea nao asubuhi, nitaongea nao mchana, nitaongea nao jioni, na tayari tunaona kwa usomi wetu tunaona tumefanya hivyo. Kwa bahati mbaya hiyo ndio imekuwa, naweza kusema ni mwiba kwenye hii nikiita sio ni tasnia yote ya malezi, imekuwa ni mwiba na inatuletea watu ambao mwisho wa siku, watoto ambao au vijana ambao hawana hisia, hawana ule upendo wa mzazi na mtoto, hawana ubunifu, hawana ustahimilivu, ile resilience hawana, kwa sababu hayo yote yanatokana na uhusiano wao kati ya wao watoto na wazazi wao, kwa sababu mzazi naweza kusema ndio daraja kubwa, akicheza nafasi yake vizuri, ndio daraja kubwa la kumuunganisha mtoto kutoka kwenye familia kumpeleka kwenye jamii. Sasa hayupo, kwa yule mtoto figure out tu kwa kutumia Google, figure out kwa kutumia AI, sijui hizo stories za watu, katuni, movies ambazo wazazi wengi, mtu anakuambia kabisa sina baba kwa mfano kwenye familia, kwa nimpe movies ambazo zina father figure, mtoto ajifunze fatherhood kwenye movie, kwa sababu hapa nyumbani hakuna baba. Lakini tunasahau pia kwamba ile father figure kwenye movie sio maisha halisi. Mtoto mwenyewe anajua kabisa ile ni movie, sio ukweli, hii ni katuni, sio kweli. Kwa hiyo tulipokwamia wasomi ni hapo. Hawa wazazi wa leo ni wale ambao walilelewa na wazazi bora ambao tunasema hawakwenda shule sana, lakini walisimamia vyema malezi yao. Wapi pamekatika hadi sasa tunaona hii gaps kati ya wazazi hao ambao wa kizazi cha pili kwenda hii kizazi cha tatu? Gepu kubwa ambalo kwanza naweza nikasema limeanza kukatika pale ambapo tuliwapa watoto wetu elimu zaidi, tukaacha kuwapa
majukumu. Tulianza kupewa elimu zaidi bila kupewa majukumu. Kwa hiyo kila mzazi anaona kwamba anayo haja ya kumpeleka mtoto wake shule, na ilikaja kuingia ile dhana ya kwamba mtoto wa kike lazima apelekwe shule. Mtoto wa kike akanyang'anywa baadhi ya majukumu, akapewa kitabu. Sio kitu kibaya, wote tulipelekwa shule tukasoma, tunawashukuru wazazi wetu. Mtoto wa kiume ndio kabisa akaja kuonekana kwamba yeye yani tena huko kwenye malezi ndo hayupo kabisa. Huyu ndio anatakiwa kuja kuokoa familia, atakuja kuokoa wazazi wako. Ukakuta wakapewa makozi magumu. Bora hata wanawake wengi by then kipindi hicho walianza kupewa, sijui wazazi wetu walikuwa walimu, walikuwa manesi, zile kazi ambazo zinaweza zikawafanya wakawa karibu kabisa ile na watoto wao. Sasa baada ya hao wazazi wetu, baba zetu na mama zetu, tukaja sisi sasa. Sisi tukaja kutana na ulimbukeni wa mitandao, tukaja kuta utandawazi, yani tuko tunashangaa kule kwa wazazi wetu hatupo, huku tuliko hatuwezi kufiti kwa sababu ni kitu kipya. Kwa hiyo inatuathiri. Ndio sisi ambao unalala chumba kile, huku unalala na sijui ni kiremote tu, unamsikia kule mtoto wako analia kwenye chumba kingine, unakimbia kwa kumsikia kwenye kanani. Ndio utandawazi, ndio usasa, ndio usomi, ndio matumizi mazuri ya pesa. Mtoto yuko na chumba chake kizuri sana, kizuri. Vile vyumba vya watoto unajua vinavyotengenezwa vizuri, ni kizuri sana. Lakini mtoto yuko alone, ana hicho kinaniakilia, huku kwenu mnasikia, ndio mnamkimbilia. Lakini bonding, attachment iko wapi? Hiyo imekuja mpaka mzazi haoni umuhimu hata wa kumshika mtoto wake. Nina maids wa kutosha, nina watu wanaweza kumfidi mtoto, nikakamua maziwa. Kwa hiyo ile bonding, attachment kwa watoto unakuta haipo, na wazazi wana hapo niseme ndo tulipoangukia. Umegusia mitandao ya kijamii. Kwa nini hii mitandao ya kijamii haijasaidia? Kwa sababu tunaamini katika zama za maendeleo watu wanapaswa kuwa wapige hatua, lakini sio kurudi nyuma kama ambavyo sasa tunaiona kwenye malezi. Kwa nini mitandao ya kijamii haijasaidia wazazi wa kileo kuweza kujua zaidi malezi bora na kutengeneza hiyo bondi ambayo umeisema, na badala yake imeweka mwanya mkubwa sana, na dunia inaanza kuona kwamba kuna hatari huko siku za baadaye? Kwenye mitandao ya kijamii kuna walimu wengi, wataalamu wengi. Kuna wataalamu ambao wana heal kwa kupitia kuongelea mambo mbalimbali. Kuna wataalamu ambao ni kweli wataalamu wamesomea. Kuna wataalamu wengine ambao ametafuta tu knowledge sehemu tofauti na yeye akaziweka akaanza kutoa. Kwa hiyo inategemea wewe mzazi umekumbana na nani wakati huo. Unaweza mwingine anaweza kukumbana na mtu kumbe alipitia machangamoto, anaongea kwa hisia, kumbe ana heal, anatoa yaliyoko moyoni, labda haya anaoyasema yeye hakuyapata au alitamani iwe hivyo alafu haikuwa. Umeona, wapo hao, tunawaona pia kwenye mitandao. Kwa hiyo mitandao ya kijamii mara nyingi unakuta ni sehemu nzuri, ni knowledge nzuri kama ukipata bahati ya kukutana na knowledge sahihi na watu sahihi, kwa sababu tumeona mitandao ya kijamii tuna watu wengi wanaongelea mambo mbalimbali. Leo unafika kwa mfano unakutana na huyu anakuambia tunywe maji mengi, kesho unakutana na huyu usiruhusiwi kunywa maji, Kwa hiyo unakuta ni vitu vingi ambavyo mchanganyiko wa taarifa. Sasa wazazi wa kisasa, kwa sababu tunataka kupata ule urahisi, tufanye mambo yetu kama saa hizi tuko hapa, huko nyumbani tumeacha hapa, tulikuwa tunachati, jamani mmemaliza, mmelala, umenielewa? Kwa hiyo hayo yote yanatufanya tutoke kwenye uhalisia wa malezi ambao bibi zetu walikuwa nao. Bibi zetu walikuwa na utaratibu mzuri sana. Bibi yuko hapo, unaweza kusema yani bampa tu bampa na mtoto wake kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa wale baba zetu walipata upendo wa hali ya juu kutoka kwa wazazi wao, wakati sisi watoto wetu wana shauku, wana hamu ya kupendwa, wana hamu ya kuangaliwa machoni, hawaangaliwa, wana hamu ya kukumbatiwa na wazazi, hawakumbatiwa, wana hamu ya kudekezwa. Hakuna hiyo nafasi, hawapati hiyo nafasi. Kwa hiyo mitandao ya kijamii ina mchango mkubwa mzuri sana, lakini ukikosea, ukipata taarifa ambayo sio sahihi ukaondoka nayo, ndio hapo ambapo unaweza kuharibu kila kitu kwenye swala zima la malezi. Kilio kikubwa kimekuwa ni muda. Wazazi wa kileo wanalia sana na muda. Yani wao wanaona muda hautoshi.
ndio maana inakuwa ni ngumu wakati mwingine kukaa jirani na watoto kufanya malezi. Nini kinaweza kikawa mbadala ili upate muda wa kukaa na watoto na familia kufanya yale malezi ya msingi, kwa sababu shida kubwa ni kukosekana kwa yale malezi ya msingi. Ndio maana wakati mwingine mtoto anashindwa kuona kwamba huyu ni baba kweli, huyu ni mama kweli, na akajikuta anaingia kwenye mambo mengine na hata kupenda watu ambao sio wazazi wake. Ni kweli malezi naweza kusema ni jukumu la kimakusudi kabisa. Kwa hiyo yani ukishaanza kuweka kwamba hili ni jukumu la kimakusudi ambalo yani ni intentional, makusudi kabisa, nataka kulea mtoto wangu, utapata muda. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikasaidia sasa ni ile mahusiano ya wenza, ambapo tunaweza tukakubaliana kwamba tunapeanaje majukumu, nani anafanya nini, kwa nini afanye hivyo. Basi at least kama kuliko kukosa wazazi wote, ni bora mtoto apate hiyo bonding na attachment ya mzazi mmoja kati yetu sisi. Alafu wewe ambaye utakuwa unapata hiyo bonding, hakikisha kwamba watoto wako hawamsahau yule ambaye anakuwa na majukumu mengi. Kwa hiyo mahusiano ya wenza ni kitu muhimu, na kuna ulazima wa watu kuelewana kwamba tunafanya kazi kwa sababu gani, kwa nini kila mtu awe upande huu wakati watoto tunawacha hapa na hawa ndo tunaowatafutia. Kwa hiyo yule ambaye atasema kwamba napunguza majukumu, nikae chini nilee watoto, niangalie watoto, nikuwe nao wakuwe, nikiona wanakuwa niwalee vizuri, apewe heshima pia na aonekane kwamba kuna kitu wanakifanya. Sasa changamoto nyingine tuliokuwa nayo ni kwamba mahusiano ya wenza pia ni changamoto ambayo na chenyewe naweza nikasema ni kama ni chumvi, inatia ladha. Mahusiano ya wenza yanatia ladha kubwa sana katika malezi na makuzi ya watoto. Leo hata kwenye hotuba umesikia kwa mfano tu kesi za talaka zimepelekwa ni 1000 ngapi, ni 19 au ni 39, nimesahau hiyo namba, lakini ni idadi kubwa. Katika ile namba piga mara 2 au mara 3 average, ni watoto wangapi wamekuwa affected kwenye hizo tu kesi za talaka ambazo zimekwenda. Na kesi sijui 1012, namba sina hakika, nikawa quoted kwa namba ambazo sio sahihi, lakini idadi ya kesi kwa mfano za wazazi watoto wa wazazi mmoja na ni wengi. Hawa watoto wote tayari wameshakuwa affected. Mahusiano hayo ya wale ambao wamezaa watoto yanawezaje kumpa ustawi mtoto akakuwa vizuri na akafurahia utoto wake, lakini vile vile akaweza kutengeneza kesho yake nzuri. Kwa sababu tunachokiona sasa hivi, changamoto kubwa ni kwamba pamoja yani hizo changamoto zote za malezi ambazo tuko nazo sasa hivi, ukosefu wa muda, sijui hayo mahusiano, sijui utandawazi nini, yanakuja kuleta kitu cha ajabu sana huyu mtoto atakapokuwa mkubwa. Unajua utoto unaisha miaka 18. Baada ya miaka 18 huyo mtoto kama hajapata malezi mazuri, hana dira, hawezi kujipanga, hawezi kufanya vizuri, kwa sababu hayo mambo atashindwa kuishi vizuri na watu. Kama nilivyosema mwanzoni, mzazi ni daraja la mtoto kuvuka kutoka kwake kwenye familia kuenda kwenye jamii. Sasa hilo daraja halikuwepo, huyu mtoto anaingiaje kwenye jamii? Anaingia kule kama nani? Hakuandaliwa, anaenda kule huko kwenye hiyo mitandao. Yes, anayo mitandao kuanzia akiwa darasa la hajaanza shule, yuko kwenye simu. Amefundishwa nini kwenye simu? Anaambiwa nini? Ana uthubutu wa kusema kwamba naweza kuchagua hiki nikaacha hiki kwenye hii mitandao, kwa sababu anajiendea tu yeye mwenyewe. Na hizo zote naweza nikasema ni component za malezi ambazo wazazi wanatakiwa kuziingiza. Ongea naye. Tunaongelea masuala ya ukatili. Umeshawahi kukaa chini na mtoto wako ukaongea naye kuhusu ukatili? Ukatili ni nini? Anaujuaje mtoto wako? Anaishi nao vipi? Anajikwepesha vipi? Anawalindaje wengine wanaomzunguka? Ni maneno ambayo yanatakiwa kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto. Sasa hayupo. Kwa hiyo matokeo yake yanakuja kuwa tunakuja kuwa na watu ambao hawaajiriki, hawawezi kuwa marafiki, hawawezi kufanya biashara. Ni wasomi, wanaongea lugha nzuri ya Kiingereza, Kichina, Kifaransa. Siku hizi wanaongea lugha nyingi katika umri mdogo, lakini hawaajiriki. Huwezi kumpeani, mtu anakuja kazini kwanza akifika tu bored, kwa sababu pale kazini ni vitu serious, ameshazoea nyumbani akisema nini, chukua simu basi, muacheni yale, sijui nini, unapiga tena simu, mbona analia huyo? Hatutaki hata mtoto alie, kwa sababu kulia ndo kujenga uthabiti, ndo kujenga resilience. Yani kuna vitu ambavyo
tunakwama kwa sababu ya hayo yote. Wakati unataja zile kesi za talaka ni zaidi ya 40,000. Ni zaidi ya 40,000. Yes. Sawa. Umegusia swala la ukatili. Takwimu za mwaka 2025 inaonyesha kidogo kuna kushuka kwa vitendo vya ukatili wa kingono. Matukio ambayo yamerekodiwa ni kama 9,902 hivi. Haya yanaonyesha kwamba hali si nzuri na ni lazima ukaribu wa mzazi unaweza ukasaidia kututoa katika hili ambalo lipo, sababu kuna mengine watoto wanapitia kwa sababu hajapata mtu wa kuongea naye, kwa anaendelea kuyabeba mwenyewe. Tuna kazi ngumu kwa kiwango gani kuhakikisha kwamba hili eneo la ukatili wa kingono tunalidhibiti na hao watoto waendelee kuwa salama? Kuna jukumu kubwa sana ambalo wazazi wako nalo, na mzazi ni lazima afahamu vitendo vya ukatili vyote vinaweza kupunguzwa kwa zaidi ya 98% ikiwa mtoto analelewa vizuri na kupata malezi chanya. Na kama yakikosekana malezi chanya kwa mtoto, yani katika nyanja zote, kwamba apate chakula bora, akae kwenye nyumba nzuri na salama, asome shule nzuri na salama, aweze kulindwa, apewe taarifa sahihi, aweze kuongozwa vizuri, hayo yote, apewe adhabu kutokana na umri wake na jinsi ambavyo hiyo adhabu inatolewa, ni nani anatoa, tunaongeaje lugha moja baba na mama. Je, kuna mtu akipiga mwingine anasema hapana, achana naye kwanza? Yani unajua hizo zote zinamjenga mtoto ambaye anaweza kwanza akatambua dalili za ukatili mapema, kwa sababu ameshapewa upendo nyumbani. Akiona upendo huku, kwa mfano wanaowafanyia ukatili mara nyingi, hasa ukatili wa kingono, ni wale ambao, achana na wale wanaokamata na kubaka, ambao trust me sio wengi, wale ambao wanawadanganya kwa vitu vizuri, maneno mazuri, wanawapa room ambayo ni salama, kwa sababu tena wao wanakuaga mara nyingi labda ni ndugu, anajua kabisa wazazi wake hawana muda, mimi nampa muda. Huyu wazazi wake ni wakali, mimi nakuwa mpole. Huyu wazazi wake wanamfokea, mimi nampa maneno mazuri. Kwa mtoto anajikuta anamwamini yule mtu ambaye anampa maneno mazuri, anampa muda, anampa zawadi, anampongeza. Kuna wengine tumesikia anamnunulia baskeli, kumbe anambaka, sio anamlawiti, kila akitoka kazini labda anamletea. Yule ndugu anayefanya hivyo, mtu anayefanya vile, ndo anawahi kufika nyumbani kabla wazazi hawajafika. Kwa hiyo unakuta vile vitu ambavyo ni vya kimalezi, zile tabia za kimalezi ambazo wazazi wanatakiwa kuwa nazo, zikifanyika kweli kwenye maisha ya mtoto, zitapunguza kwa kiasi kikubwa sana swala zima la vitendo vya ukatili, hasa huu wa kingono kwa watoto. Kwa hiyo watoto 9,000 tusiseme kwamba eti tumeshuka, bado watoto 9,000 ni wengi sana, na hao ni wale tu walioripotiwa. Kumbuka kuna wale ambao hawakuripotiwa, kesi zimeishia njiani, wengine hata hawajui kama kuna sehemu za kuripoti, vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo bado idadi ni kubwa sana, watoto 9,000 ni wengi kuwaingiza kwenye ukatili wa kingono, kwa sababu ukatili, yani ukishamfanyia mtoto ukatili wa kingono, awe wa kike awe wa kiume, tayari umeshaathiri maisha yake moja kwa moja, na athari zake zitakuja kuonekana hapo atakapokuja kwa mkubwa, hiyo miaka 18 na kuendelea. Wengine watapata labda magonjwa, wengine ndio hizo trauma zisizoisha, mnagombana kidogo, amelipuka na tupa microphone hapa, makamera anatupa nini, kumbe alifanywa tu ukatili akiwa mdogo na hakupata nafasi ya kusikilizwa. Hata kesi ikienda kwa mfano mahakamani, justice ikija, ikitokea hata yule mtu akifungwa, lakini kumbuka huyo mtoto tayari ameshaathirika, na kumtoa hapo ni uwekezaji mkubwa. Mara nyingi huaga mimi nawaambia watu, gharama ya kitendo cha ukatili, unaweza ukawa umekifanyia mtoto ukatili kwa chipsi mayai tu, 1000 ngapi bongo hapa, 4,500. Umeona 4,500, lakini gharama kumtibu ule mtoto ni millions, ni muda, ni wataalamu, yani anatakiwa kuanzia madaktari, wataalamu wa ustawi wa jamii, wanasheria, unajua hao wote, yani kwa ajili ya kesi yako moja ambao wewe umetumia chipsi mayai ya 4,500 ya kumbaka mtoto au kumlawiti mtoto, alafu hiyo gharama yote, hospitali yatibiwe, madawa, washauri nasihi, sijui nini, ni gharama kubwa. Kwa hiyo bado idadi ya watoto 9,000 ni wengi. Tuna kazi kubwa ya kufanya sisi wazazi na walezi, ili tuweze kusaidia watoto wetu. Kwenye ile eneo la ukatili, imeonekana kwamba hata ndugu si watu wa kuwaamini, kwa sababu kuna matukio ambayo
yakiorodheshwa, naona kwamba ndugu wa karibu kabisa amehusika kwenye jambo kama hili. Nini kinatakiwa kisemwe ili huyu mtoto aone kabisa kwamba nipo kwenye hatari ya jambo moja, mbili, tatu, kama nikifanya hivi nitaangukia hapa? Kuna hizo mimi naziita untold stories, story ambazo huaga hazisemwi. Mara nyingi mtu ambaye anafanya ukatili kwenye familia ni ndugu wa karibu. Naomba nikwambie, ni ndugu wa karibu, kaka yangu, kaka yako, mdogo wako, sijui binamu yako, ni wale ndugu wa karibu ambao kwa hali ya kawaida wanatukamilisha sisi na saiko zetu yani na utu wetu. Yani fikiria kaka yako au kaka yangu yani nisemeje, kwetu kaka ni kama baba, alafu huyo kaka ambaye ni kama baba anabaka au analawiti mtoto wako. Kuna vitu kwanza, hata kuna mamila na desturi hapo yanaingia. Kuna mambo sijui aibu, zile shame, zile ile kawaida za jamii kwamba vitu vya familia havisemwi, tabu ambazo mara nyingi hivyo vitu sijui hamwezi kusema, hamwezi kufanya, tusivitoe wazi. Lakini ukweli ni kwamba hao watu ni watu hatari sana, ni watu hatari kwa sababu wanatumia kitu kinaitwa kuaminiwa katika kuharibu, na wengi walioaminiwa kwa namna hiyo, wengi sio wote, wengi wameharibu sana watoto wa ndugu zao. Watoto wengi wana hasira, watoto wengi wamekuwa sasa hivi hawataki kuona baadhi, hawataki kurudi nyumbani, hawataki, wanatamani. Kuna watu wamesoma upolisi ili wawakamate, alafu haiwezekani. Kuna waliosoma sheria ili wawahukumu, haikuwezekana. Kuna ambao mpaka wamefanya vitu vya ajabu ili waweze kupata justice zao ambazo zilichukuliwa na ndugu zao wa karibu. Kwa hiyo ni watu wa hatari, na ni kweli wewe ukiwa kama mzazi usimwamini mtu yoyote. Mimi kuna wakati hata mimi mwenyewe najiogopa inapokuja suala la watoto. Hivi nafanya kitu sahihi? Hivi hiki ni sahihi? Saa nyingine unaweza ukawa kitu kimekuudhi, kimekukasirisha, hebu ngoja nitulie kwanza. Hivi hiki ni sahihi kukasirika kwa ajili ya hiki? Ni sawa? Sasa mimi ni mzazi, yule ndugu anawaza hilo, kwa ni bora hata usimwamini, usimwamini ndugu, usimwamini hata watoto wako wakuzamini. Yani hata sitaki kuwadanganya watu, usimwamini hata mtoto wako uliyemzaa ana miaka sijui 15, eti namwamini sana alale na mdogo wake wa miaka 6. Yani hiyo ni age gap kubwa. Wewe watenge tu kwa upendo tu, kwa sababu huyo kitu kikitokea hapo hakirudigi, yani hakirudi nyuma. Kwa ni bora kila mtu alale mwenyewe, kila mtu aoge mwenyewe, kila mtu aishi, yani asiwe chanzo cha kumfanyia mtu yoyote ukatili, kwa sababu sijui nakuaga ni nini, unakuja kukuta kijana kambaka mdogo wake, mtoto kamlawiti mdogo wake, sijui nini, ndugu kabisa wa damu ambao wamezaliwa tumbo moja, unawalea vizuri. Kwa ni bora kama mzazi usimwamini mtu yote, hakikisha kwamba kila mtoto unamlinda kwa upekee wake, kila mtoto unamlinda kwa namna ya kwake, kuliko kusema hawa wote ni wa kwangu, basi ngoja tu hawa walale pamoja kwa sababu ni ndugu, sijui nini, hawezi kufanya chochote. Dhara likitokea hautaweza kulireverse. Hilda, wakati wetu tunakwenda mbio, kwa dakika 1.5 hivi, katika hapa ambako tumefika ni kama kwenye mkwamo hivi, unawaambia wazazi mambo gani ya msingi sana ya kuzingatia kwenye malezi? Kuna mambo mengi sana ambayo wazazi tunatakiwa kuzingatia. Kwanza ni kuwa na malezi yenye heshima, parenting for respectability. Yani kila mzazi ahakikishe kwamba ana play part, anacheza nafasi yake kama mama, anacheza nafasi yake kama baba. Kila mzazi anatakiwa kulijua hilo, na kila mzazi anatakiwa kulicheza kwa namna yake. Hakuna jukumu kwenye malezi, usiseme kwamba bwana kumpa mtoto dawa ni kazi ya mama. Uwe baba, mpe mtoto wako dawa kama anaumwa. Kwa mfano mimi hapa leo nikikuuliza, wewe unataka mtoto wako akifikisha miaka 20 awe nani? Kwa mfano hapa wewe tu nijibu, picha yako mtoto wako anaweza kuwa ni mkubwa zaidi ya miaka 20, lakini yule mdogo akifikisha miaka 20 unataka aweje? Yani watu wamuoneje? Awe na heshima, awe na nidhamu, awe na upendo, awe mchapakazi. Ndio utakuta wazazi wengi, kila mzazi atakuwa anasema hivyo.
hivyo haviji tu kama big result now. No. Hivyo vinajengwa, vinatengenezwa. Hiyo heshima, hebu mfundishe heshima kuanzia sasa hivi. Unataka awe mchapakazi, mfundishe kazi. Unajua sasa hivi watoto wetu hawajui kazi, hawafanyi kazi, yani hawafanyi. Hawezi hata kuosha vyombo, hawezi hata kukitoa kichombo mezani akakipeleka jikoni, hawezi. Acha hiyo kukiosha, hawezi. Afu my child at 20 awe mchapakazi, anakuwaje? Awe mwenye nidhamu, anakuwaje? Kwa sababu hiyo tu kuanza kujitegemea tayari unaanza kumfundisha nidhamu ya muda, unaanza kumfundisha nidhamu ya kujali vitu, unaanza kumfundisha. Kwa hiyo tuna jukumu sana, tulifanye kwa pamoja ili tuweze kulea watoto wetu vizuri, kwa sababu hakuna mjanja, hakuna pia mtaalamu sana kwamba yani huyu watoto wake wanaweza kuwa wako hawana makosa. Watoto wote wana makosa, na sisi kama wazazi mara nyingi tu tunafanya makosa mbalimbali. Tunafanya makosa mbalimbali, na usijisikie vibaya pale ambapo labda kuna kakosa umekafanya. Hakikisha kwamba kwanza unalitambua hilo kosa mapema, alafu usilirudie, kwa sababu kosa la kurudia ndilo ambalo linaweza kuleta changamoto kwenye malezi na makuzi ya mtoto wako. Hilda Mgaja, nikushukuru sana. Asante sana. Naam, umekuwa ni wasaa mzuri kwa naye mtaalamu wa masuala ya malezi Hilda Mgaja. Tulikuwa tukipiga darubini hii leo wakati ambako dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya wazazi, lakini eneo ambalo linaonekana limetetereka zaidi ni malezi ya watoto. Kwa hiyo taasisi ama nguzo muhimu ambayo ni wazazi kwenye kulea, kwa sasa inaonekana si ile ambayo ilikuwa yenye kuaminika. Ndio maana ikabidi tuweke mjadala hapo ili kuona ni kwa namna gani tunaweza tukasaidia ili kupata kizazi kilicho bora. Kwa nukta hiyo tunafikia tamati ya Uchanganuzi hii leo. Mimi naitwa Nurdin Selemani, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Panapo majaliwa tukutane tena kesho. Usiku mwema.